Rais wa Marekani Donald Trump anatajwa kwamba anakabiliwa na matatizo magumu na hakuna ushindi rahisi dhidi ya Iran. Wataalamu wake wa kijeshi wanadaiwa kumweleza ukweli kwamba wakati ambapo anataka kuingia vitani dhidi ya Iran, lakini atakabiliwa na matatizo magumu zaidi katika mapambano dhidi ya taifa hilo la Kiajemi. Inaelezwa kwamba wachambuzi wa kivita wamemweleza rais huyo wa Marekani kwamba wakati ambapo anapanga kupambana dhidi ya Iran, lakini atambue ni vita ambavyo itakuwa ni ngumu mno kwake na ni vita ambayo itachukua muda mrefu, wakati huu ambapo anapanga mapambano zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, inadaiwa kwamba hii ndio iliyomvuta zaidi kuingia katika mazungumzo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo mazungumzo hayo yanatajwa yanaendelea huko Muscat nchini Oman. Hii ni miongoni mwa mambo ambayo yametengeneza mshtuko kwa rais wa Marekani Donald Trump, ikiwa siku moja hivi karibuni watamka kwa vita vipya dhidi ya Iran. Rais atakuwa akicheza kamari kubwa katika taifa linaloanza kuonekana kuwa limechoshwa ukali wake. Kura za maoni zinaonyesha wapiga kura wakiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu uchumi na matatizo yao ya kumudu chakula na makazi. Bado Trump alifungua mwaka akizingatia karibu kila kitu kingine, na amempindua rais wa Venezuela akitumia maajenti wa shirikisho katika msako mkali wa kuwafukuza watu kwenda Minnesota ambao uliua raia wawili, na amerudi kuchafua mfumo wa uchaguzi. Hata hivyo, anapata ladha ya kuweka chini nyundo ya kijeshi. Alipiga maeneo nchini Iran, Iraq, Yemen, Syria, Nigeria, Venezuela na boti zinazodaiwa kuwa za dawa za kulevya huko Pacific na Caribbean katika mwaka wake wa kwanza kurejea ofisini. Hiyo ni sababu moja kwa nini vitisho vyake vya kuiadhibu Iran kwa kuwakandamiza waandamanaji na kuzuia kuunda tena mpango wake wa nyuklia vina meno, wakati mazungumzo yakifunguliwa siku ya leo Ijumaa huko Oman kati ya maafisa kutoka Washington na Tehran. Lakini kwa viwango vya kuidhinishwa vilivyo chini ya 40% katika mwaka wa uchaguzi wa katikati ya muhula ambao tayari unaonekana kuwa mbaya kwa Republican, Trump lazima azingatie msimamo wake mbaya wa nyumbani pamoja na masuala magumu ya kijeshi anayokabili Iran. Hata hivyo, hadi sasa rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump bado hana sababu ya msingi ya kutaka kuishambulia Iran. Rais huyo wa Marekani anaamini kwamba endapo atahakikisha Iran inakosa silaha za kinyuklia, atakuwa na uwezo wa kuitisha kwa namna nyingine yoyote. Lakini wachambuzi wake wa kijeshi wanamwambia kwa sasa inavyoonekana, Iran ni taifa ambalo halitishiki kwa vitisho vya sasa vya rais Donald Trump, na ndio maana wa Iran walikuwa tayari kuingia vitani wakati wowote, huku wakisubiri tu Marekani ianzishe operesheni yake ambayo imejipanga nayo. Rais anahakika kwamba viongozi na makasisi wa Iran wanataka kufanya dili ili kuepuka uwezekano wa vita na Marekani. Viongozi hao tayari wameshajipanga kwa ajili ya mapambano dhidi yake. Amekusanya kikosi kikubwa cha wanamaji katika eneo hilo na ana chaguzi la kijeshi ili alete pigo kubwa, akiamini kwamba litakuwa ni pigo la moja kwa moja na la muda mfupi. Lakini bado wataalamu wake wanamwambia vita hivi haviwezi kuwa vya muda mfupi kama ambavyo anaangazia. Hii ni kutokana na ukweli kwamba tayari kuna mifumo ya ulinzi wa anga nchini Iran ambayo imetoka katika mataifa kama vile Urusi, ambapo ulinzi wa anga wa S-400 upo katika taifa hilo, lakini pia na ulinzi mwingine kutoka nchini China. Na wa Iran pia wakati huu anaonekana kuwa tofauti na kile ambacho Donald Trump alikitamka, kwa sababu makamu wa rais JD Vance ameweka wazi kwamba mipango yake sasa sio kuwatetea waandamanaji, isipokuwa ni mpango tu wa nyuklia. Trump pia amejitumbukiza katika siasa za ndani za Iran kuliko rais mwingine yoyote wa karne ya 21, akionya utawala wa viongozi wa kidini wa kulipiza kisasi kwa kuendelea na mashambulizi dhidi ya raia wao kufuatia ukandamizaji wa kikatili mwezi uliopita ambao uliua maelfu ya watu na damu kumwagika. Kwa kifupi ni kwamba Donald Trump anachokihitaji ni kuona Iran isiwe na nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati na isiwe na uwezo wa kuitisha nchi yoyote, lakini kubwa zaidi anaitetea nchi ya Israel ambayo kwa namna moja ama nyingine ndiyo taifa pekee ambalo anategemea lina uwezo wa kufanya namna yoyote kuliko mataifa washirika wengine kama vile Saudi Arabia, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na mengineyo mengi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.